Mtazamaji wa Jambo TV, hapa ni katika kijiji cha Nambere kilichopo kata Sokontu jijini Arusha, ambapo tumepata taarifa ya mzee mmoja anayefahamika kwa jina la Joseph Milau, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka zaidi ya 50, ambaye amejinyonga ndani kwake kwa kutumia kamba ya chandarua, huku chanzo cha kifo chake kikidaiwa ni kudhulumiwa mbuzi wawili na ndugu zake, ndipo alipoamua kuchukua maamuzi hayo magumu ya kujinyonga. Tumefika hapa, tumezungumza na mtoto wake, lakini pia tumezungumza na balozi wa mtaa huu pamoja na majirani, wanatueleza kuhusiana na tukio hili. Kutoka hapa jijini Arusha, langu jina ni Baraka Lucas wa Jambo TV. Mimi naitwa Lucas Alfayo Kaba. Aliyejinyonga ni balozi wangu, yuko kwenye kitongoji changu. Kwa hiyo muda wa sasa hivi kwenye saa 9 kasorobo nikapigiwa simu kwamba nije hapa, sababu kuna mtu ambaye amejinyonga. Wale nipigia sasa hivi simu ni kuna mwananchi mwenzangu ambaye ni balozi wangu, ambaye ni mwanajeshi, ndio ikawa kaniita kwamba nije hapa kwa sababu kuna mtu ambaye amejinyonga yuko hapa. Sasa baada na mimi kufika hapa, ni kweli kabisa nikakuta kwamba mtu mwenyewe kwamba yuko amening'inia. Kwa hiyo ina maana amejinyonga. Hasa nikachukua maamuzi tu, nikampigia mwenyekiti wa kijiji. Nikamuita tena mwenyekiti wa kitongoji, na bahati nzuri naye yuko hapa, ameshafika. Kwa hiyo ameshamuona. Kwa hiyo ndio hali halisi mimi ambaye ninaofahamu kwa marehemu huyu ambaye amejinyonga. Sawa, mmemkuta kwenye mazingira gani? Amejinyonga kutumia nini? Nimekuta tu kwenye mazingira kwa sababu amening'inia kamba juu. Kwa hiyo kawa amejinyonga, yuko juu, kwa hiyo amelaza kichwa tu. Bahati nzuri lakini hata yuko anakanyaga chini, lakini yuko kwenye mazingira ambaye kamba iliko shingoni. Kamba ina gani? Kamba ni kamba ya ya neti. Ndio ameji. Hana majeraha yoyote labda? Kwa sababu sijamwangalia, hana majeraha. Inavyoonekana kwa hiyo hajapigwa. Kwa hiyo hana majeraha yote. Hapa mmebatika kujua chanzo cha kujinyonga kwake? Kwa sasa hivi kwa ninavyopapasa hapa nasikia sijui alikuwa ameenda kule kwao juzi. Hasa wanadai kwamba sijui kuna mbuzi ambaye amenunua kule kwao. Hasa baada ya kununua zile mbuzi kawa sababu atakuwa amenyang'anywa. Hasa nafikiri ndio wanavyokaa hapa ndio anaendelea kusema tu kwamba nitajinyonga tu. Hata kijana wake yuko hapa naye akasema kwamba kuna siku tu ambayo baba anasema atajinyonga. Na sasa imeshatokea, sasa amejinyonga. Mbuzi ilikuwaje? Hebu tueleze hapo. Kwa kweli hapo kwenye swala la mbuzi, kwa sababu bado hatujaanza kupapasa pale, labda wao ndio wanaweza kusema kwamba hawa mbuzi walikuweje mpaka labda akanyang'anywa wale mbuzi. Kwa hiyo ndio akaenda ndio akarudi kuja huko nyumbani. Sasa ndio akapata na mauti kama hii, kujinyonga. Livingston Joseph. Sasa tueleze kuhusiana na taarifa hii ya kifo, ilikuwaje? Ulipataje taarifa? Nilikuwa kuanzia baba toke kama wiki huko kwa therapy. Amekuja tu na mada, anasema anakunywa sumu. Tunabembeleza mbia sumu haifai nini. Leo kuamka asubuhi akaningia nikampa salama, akatokea mjomba mmoja tu, mjomba Ndiogi. Akasema lazima nijinyonge. Tukamwambia naja kujinyonga, kwa nini unafanya hivyo? Hii pombe ndio inafanya, punguza pombe kidogo angalau uzopeleke hospitali. Nimeenda na kuna shughuli yangu, nimeenda kucheka. Kwa hivi nampigia simu mara kwanza, pili, tatu apokee simu, ndio nimekuja sasa ndio nikakuta taarifa za mimi. Pole sana. Kwa nini alikuwa anasema atakunywa sumu? Nini ambacho kilimsibu? Nasikia huko kwa ndugu zake anasema alipigwa. Alichangiwa na watoto wa baba mdogo na watoto wake. Sijajua maana sasa anasema alinosi mbuzi wake, akakuta sijui mbuzi wamefanyaje, kwa sijapata jibu kamili. Mara mwisho kuongea na mzee ilikuwa lini? Leo asubuhi. Ndio. Kwa nini lolote ambao mlizungumza naye? Ndio tu baada ya kusema nataka kujinyonga, tukamwambia baada ya kunyonga haifai, ndio kama nimemwacha na jirani hapa. Sasa taarifa ya msiba ulipataje? Taarifa ya msiba nimepata sasa hivi. Na huyu baba huyu aliyejinyonga namfahamu. Maana kila wakati akipita anakuja dukani, tunasalimiana, ni mtu mcheshi sana. Hagombani na mtu. Lakini alikaa maisha yake ikawa ni ngumu. Maana alikuwa anaishi na mtoto wake tu. Mke mwenyewe amewaachana naye siku nyingi. Sasa mzee ni matatizo ya kutopata mtu wa kumsaidia au kupata mawazo. Ndio kitu imesababisha mzee hivyo kitu. Maana hata juzi nimemwona. Tunasalimiana naye kawaida, tunaongea, hana shida na mtu. Ni mawazo
Alikuwa ni mzima ulivyokutana? Mzima. Mara mshuta naye ilikuwa lini? Nikuta leo Jumangapi? Jumanne leo. Leo Jumanne. Nikutana naye Jumatatu kama sikosea, alitoka hivi shuleni. Alhamisi. Ametoka shuleni akapita hivi, kuna duka moja anachukulia vitu sana hapo barabarani. Kwa hiyo ni mtu ambaye yeye anakucheka na watu tu. Sasa hivi tumesikia ndio tukakimbia kuja kuangalia kweli ni yeye. Taarifa hii imekuumiza kiasi gani? Imeniumiza sana mpaka roho yangu. Hata mke wake nimemwona hapa anaanguka, lakini hakuna mtu anayemjali. Mara nyingi tumezoea vijana huwa wanajinyonga, hususan vijana wadogo sababu ya kimapenzi nini. Sasa huyu unahisi amenyonga? Amejinyonga kwa sababu matatizo mawazo, kutokupata mtu wa kukaa naye. Ana mke? Anaye mke wake siko pale. Alikuwa aishi naye? Aishi naye. Ameachana siku nyingi. Watoto kijana wake yuko pale. Sasa mawazo yanatoka wapi katika kuwa na familia na mawazo inatoka ndugu yangu, kwa sababu kama mke unamwona kumsemesha kusemeshi vizuri ni ugomvi, hata ukitaka kuongea naye na kukaribia utafanyaje? Mawazo. Kwa hiyo tukasema chanzo cha kunyonga kwake ni mawazo. Nimemwona analia hapo, simempisha hapa alipoanguka nikaondoka mimi. Kwa sababu namfahamu kage ni mtu sio mzuri. Kwa hiyo sina shida. Yani mawazo ndio yamemsababisha huyo baba. Maana familia ilimtenga. Imemtenga. Na jirani yake si yule pale. Yuko mzee mmoja yule mwenye kipara anaongea na wale wanawake. Ndio jirani yake kabisa. Wito wako sasa kwa wanawake ambao wanaacha ume zao baada ya kufariki ndo anakuja na kulia msiba? Ni unafiki. Ni mnafiki analeta. Mimi kama leo nilikuwa naenda dukani tu nikakuta tu amejaa hapa. Ila jana nimeonana naye saa 4. Amelewa sana lakini. Akaingia tu huku kwake na mimi nikashuka hivi. Sijaona shida nyingine alikuwa na, maana ni mlevi kila siku. Kwa hiyo sasa huwezi jua kwamba leo anakufa. Hapana kweli. Alikuwa jirani wa namna gani? Jirani mzuri sana. Yaani kama ni kupungukiwa, tumepungukiwa. Maana hata mashamba yetu tukilima au fence hivi ukikata ni yeye ndo tunamuita jamani. Wala anafujo na mtu, apigane na mtu yeyote. Hapana kweli. Taarifa za msiba ulizipata? Nilikuwa naenda dukani. Duka liko pale. Nikashangaa watu wamejaa barabara yote, nauliza nini? Nikaambia baba Livi amejinyonga. Sasa ndio nikaingia hapo ndani nikamkuta amesimama kamba iko shingoni. Ndio mimi nilichokiona. Uliza labda ukaambiwa amejinyonga kwa sababu zipi kama jirani? Hakuna mtu anayejua, labda hakuna mtu anayejua, maana si kila mtu alikuwa kwake na yeye mwenyewe analala hapa mwenyewe. Halali na mtu. Hapana. Kuna watu wanasema huenda mawazo ndio yamesababisha akajinyonga. Wewe kwa hili unasema alikuwa ni mtu wa mawazo sana? Haiwezekani iwe ni labda mawazo, maana kila mtu si anaya kwake. Sema kama ni chakula anafanya vibarua vikubwa na anapata hela nyingi. Huwezi kupanana naye shamba bila kuanzia 20-30 na kwenda juu. Kwa hiyo sijajua kama na mawazo mengine ya tofauti ya familia yake. Sababu umekuumiza kiasi gani kwa kama jirani? Umeniumiza sana kabisa. Umeniumiza sana. Unafahamika hapa kama nani kwa jina maarufu? Anaitwa Balivitu, ndio jina tunalimuitia.